Yes. Nikukaribishe sana msikilizaji katika siku njema ya leo. Karibu katika ripoti ya leo ya EFM. Leo tarehe 12 mwezi wa 3 2025. Rafiki yangu kipenzi, uhali gani? Na matumaini uko sawa. Naamini uko sawa. Kama hauko sawa, kuna mambo mawili matatu kwako hayajakaa sawa, yamefanya siku yako leo imekuwa ya kiunyonge hivi. Basi ni maombi yangu Mungu aendelee kukufanyia wepesi na mambo ya kuende vyema. Tupo hapa kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku, na hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu na sisi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica Franki nikukaribishe sana. Katika msimu huu tunao mkasa mzuri sana wa ndugu yetu, rafiki yetu, mpendwa wetu anaitwa Batuli, na hata jana tulipiga hatua, kuna mahali tuliishia. Yes, tuliishia ndugu yetu Batuli akitueleza sasa amekutana na mwanamke ambaye ndiye mke halali, mke mkubwa wa mwanaume ambaye anataka kufunga naye ndoa, mwanaume ambaye tayari wameshapata mtoto wao. Na Batuli anasema siku zote mimi nilikuwa nikijua huyu bado hajafikia hatua yani hajaoa, na mimi ndiye mwanamke wake wa kwanza ambaye tunaenda naye kupeana viapo na tutaishi mpaka pale kifo kitakapotutenganisha. Huyu mwanamke yuko mbele yangu na ananithibitishia, akinionyesha picha, akinielezea walipotoka, na akisema basi ulikuwa hujui, sasa umejua, muache mume wangu. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Batuli. Nini Batuli atafanya? Ukweli ameelezwa. Karibu sana siku njema ya leo msikilizaji, na tusogee mbele zaidi, lakini kwa dakika hii mimi natamani kushare nawe habari njema. Niko na habari njema hapa. Yes. Niko na habari njema kutoka Tanzania Commercial Bank, na hii ni habari njema kwa kila mwanamke popote pale unapopata nafasi ya kusikiliza ripoti ya leo. Niko na habari njema kwako sana. Tanzania Commercial Bank wametuletea akaunti ya Tabasamu. Hii ni kwa kila mwanamke, na Tanzania Commercial Bank wao wanasema wanatambua siku zote mchango wa kila mwanamke hapa nchini kwetu Tanzania, na wanajua harakati za wanawake ni nyingi sana za kuwaletea leta maendeleo, na sasa wametuletea hii akaunti ya Tabasamu ambayo ipo kwa ajili ya kutuboost sisi wanawake. Hii inaitwa akaunti ya Tabasamu ambayo imekuja kumuinua mwanamke kiuchumi na kijamii kwa ujumla, lakini kikubwa zaidi ina lengo la kuhakikisha mwanamke anapata maendeleo makubwa. Uwe ni mwanamke, uwe ni mama, uwe ni dada, hii akaunti ya Tabasamu inakuhusu sana. Kwa nini tunasema akaunti ya Tabasamu inamwezesha kila mwanamke kutabasamu? Kwa sababu ni akaunti ambayo ukifungua, kwanza unafungua kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania. Yani shilingi 5,000 yako unafungua akaunti yako inakuwa active kabisa. Na ni rahisi kufungua akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank, kwa sababu utaenda tu kwenye tawi la Tanzania Commercial Bank lililo karibu na wewe, nenda kafungua akaunti ya Tabasamu. Ukishafungua akaunti ya Tabasamu utapata manufaa sana. Kitu cha kwanza ni kuambia akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank haina makato ya mwezi. Jamani, waga kuna makato. Si unajua rafiki yangu, si unajua kuna makato. Lakini kwa sababu hii akaunti ya Tabasamu ipo kwa ajili ya kumwezesha mwanamke, kwa hiyo hata katwa makato. Kiasi chako utakachokiweka pale hakitakatwa chochote. Lakini zaidi ina punguzo kubwa la bima mbalimbali ambazo ni bima za maisha, bima za elimu kwa mtoto wako, na kikubwa zaidi katika akaunti hii ya Tabasamu itakuwezesha wewe rafiki yangu kupata mkopo. Utapata mkopo mwanamke mwenzangu mpaka shilingi milioni 150. Haya yote yanakuwa manufaa kwako, kwa wewe mwanamke mwenzangu mrembo popote pale ulipo, utakapoamua kufungua akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Wanawake sasa hivi wameamka na wanafungua akaunti ya Tabasamu kwa sababu ina manufaa
mengi sana kwa kila mwanamke. Kumbuka akaunti ya Tabasamu inakuwezesha wewe mwanamke kujiwekea akiba na kufikia malengo yako ya kifedha. Inawezekana ni malengo binafsi au inawezekana ni malengo ya pamoja ya kikundi. Yani kwa kuwa nyinyi ni wanawake mmejiorganize, mna ndoto kubwa, basi Tanzania Commercial Bank kwa kupitia akaunti ya Tabasamu inawawezesha hayo na kufikia ndoto mlizonazo binafsi na kikundi. Haya, nini kingine ni kueleze kuhusu akaunti ya Tabasamu? Na mengi, lakini kwa sasa hivi twende tukasikie hiki ndugu yetu Batuli akishare pamoja nasi. Yes, tunasogea mbele zaidi msikilizaji, na tupo na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Batuli. Batuli anasema basi haya mimi nimeyapitia katika safari yangu ya maisha na yakumbuka sana. Batuli anasema nakumbuka siku hii sana, siku ambayo mtu ananieleza mimi ndiye mke wa fulani na tunao watoto wawili, akinitajia umri, akinielezea kila kitu. Sina sababu ya kurudia vitu ambavyo amenieleza, lakini nataka nikwambie nilisononeka sana. Sio tu hivyo, nililia sana. Rafiki yangu aliniambia, pole sana Batuli, najua unavyojisikia kwa namna ambavyo ulijitoa na kujisacrifice kwa huyu mwanaume. Hakupaswa kukutendea haya, lakini umemsikia huyu mwanamke alichokisema? Batuli anasema tulitoka na tukarudi moja kwa moja nyumbani. Mimi nilikuwa na uchungu sana na sikumtafuta huyu mwanaume. Mara zote mambo yanapotokea napiga simu, unasikia hiki, nasikia hiki, mbona sielewi, lakini niliamua kunyamaza. Na huyu mwanaume alikuja kama kawaida, anakuja kumwangalia mtoto, anatuletea mahitaji ambayo tunakuwa tunahitaji kwa ajili ya mtoto na mimi mama, na matumizi ya hapa na pale. Alikuja akanikuta. Batuli anasema alipofika tu akaniambia, mbona kama hauko sawa, vipi, nini kinakusumbua? Ndo mtoto anakusumbua hivi, unashindwa kupumzika? Nikamwambia hapana, niko tu sawa. Batuli anasema basi huyu mwanaume alimwangalia mtoto wake na nini, na mimi nikamwambia tunaweza tukaongea dakika chache. Akasema ya baby, niambie na kusikiliza mke wangu. Nikamwambia asante. Nikamuuliza, ni lini umepanga kunieleza ukweli? Akaniambia, ukweli upi? Yani ukweli upi? Kwa nini mpenzi wangu kila siku unapenda kurudia mada ambazo tumekuwa tukizungumza? Nikamwambia, unataka kuniambia wewe ni mwanaume katili kiasi hiki? Huna huruma na mimi, na sio tu na mimi, na huna huruma na mtoto wako? Akasema sikuelewi. Batuli anasema nikachukua simu, nikamuonyesha picha ya huyo mwanamke. Akaniambia, umetoa picha? Nikamwambia, hakuna gasiri inayodumu milele yote. Mngenificha, lakini nina sababu ya kujua. Nikamwambia huyu mwanamke amenitafuta tena. Huyu mwanamke amenieleza kila kitu. Kwa nini unanitendea haya? Huyu mwanaume akasema, unajua baby, mimi sipendi kukuchanganya. Afu sipendi kukuchanganya kwa vitu ambavyo havina maana. Unajua umeanza kupata hizi stress ili hali ukiwa bado una ujauzito, kitu ambacho mimi siwezi kuruhusu. Yani mtu aje akuchanganya akili yako, na mtu ambaye anakuchanganya akili yako si chochote kwenye maisha yangu. Nikamwambia, niambie umepanga kuendelea kunidanganya mpaka lini? Akaniambia, okay, nikwambie kitu. Nilikuwa na ngoja wakati sahihi wa kukwambia.
kwa sababu sikutaka kukuchanganya, na hata daktari pia alisema tusikuchanganye, tunaweza tukasababisha matatizo mengine. Lakini nikwambie, ni kweli huyu mwanamke namfahamu. Ni kweli huyu mwanamke tumekuwa naye kwenye mahusiano. Nikamwambia sio kwenye mahusiano, ni kweli mmefunga ndoa? Akasema ndio. Ni kweli tulifunga ndoa. Lakini tumekuwa kwenye migogoro sana. Mikubwa sana. Wakati anakutafuta, anakueleza kuhusu ubaya wangu, au aeleze na pia upande wake yeye alinifanya nini mpaka mapenzi yetu yakashake. Nikamwambia kwa nini unidanganye? Yaani kwa nini uingie kwenye mahusiano na mimi uniambie kwamba hujawahi kuoa? Akasema kwa sababu mimi nilifuta hizo habari kama nilishawahi kuoa kwenye maisha yangu, na yeye anajua. Nililia, nikamwambia mwanaume muongo, muuaji mkubwa wewe. Unakaa unanidanganya. Unasema tunaenda kufunga ndoa, kumbe ulishafunga ndoa. Akaniambia kwani sina kibali cha kufunga tena ndoa? Kwa sababu nimefanya makosa kwenye ndoa ya mwanzo, kwa hiyo siwezi kurekebisha nikapata ndoa sahihi kwenye maisha yangu. Nikamwambia huyo mwanamke unayesema naye, unayemzungumzia hivyo, ni mwanamke ambaye mpaka leo hamjapeana talaka. Akasema hatujapeana talaka, lakini tupo kwenye process za talaka. Naweza nikampigia kabisa hapa mimi mwanasheria wangu akaongea na wewe akakueleza. Kuja nikwambie Batuli, huyu ni mwanamke ambaye mimi nilishamalizana naye. Na ndio maana sipendagi kumzungumzia. Ushawahi kuona kuna ndugu zangu wanamzungumzia kwa sababu ukurasa mimi na huyu mwanamke tulishaufunga. Ni kweli tulitoka mbali, lakini kuna mambo amenifanyia ya aibu siwezi kuyazungumza. Na ndio maana mimi nikaamua ni move on na maisha yangu. Sasa kwa sababu mimi nimeamua kwenda na maisha yangu, sistahili kupata mwanamke ambaye naweza nikampenda, nikamwona ni mwanamke ambaye ananifaa, anaweza akanisikiliza, akanitii. Jamani, haya ndio yale maneno anazungumza huyu mwanaume katika nyakati hizi ambazo amejua mimi nimejua, ndo ananieleza kwa engo hii kwamba ni kweli, lakini walikuwa kwenye migogoro ya muda mrefu, na yani ni mambo tu ya talaka ndo yaliyosalia, lakini walishatengana muda mrefu. Akaniambia mpenzi wangu, sikuweza kukueleza haya kutokana na mazingira ya afya yako, na ndio maana sikuruhusu mtu yote akwambie. Nilikuwa na ngoja wakati sahihi wa mimi kukueleza. Unanielewa ninachokisema? Batuli anasema niliumia sana kwa maneno haya. Alinikumbatia, akinibembeleza, akiniambia wewe ndiye mwanamke ninayekupenda. Wewe ndiye mwanamke wa furaha yangu. Makosa niliyoyafanya kipindi cha nyuma yasisimame kuwa hukumu kwangu na nikashindwa kuishi na mwanamke ninayempenda. Ninakupenda sana. Na hata huyu mwanamke anajua kwamba mimi ninakupenda sana. Batuli anasema, yani niseme nini sasa? Nilimwambia sioni future kati yetu. Vyote ulivyokuwa unaniambia unaniongopea. Unasema tunafunga ndoa, tumeshaweka kila kitu, lakini vyote unaniongopea. Akasema hakuna kitu nilichoongopa, na ndoa tunaenda kufunga. Nikamwambia tunafungaje ndoa juu ya ndoa? Hiyo ndoa ya mwanzo haijafa, hamjaachana, inawezekanaje nikafunga ndoa juu ya ndoa? Siwezi kukubali kitu kama hicho. Akaniambia baby wangu, utakachosema wewe ndicho tutakachokifanya, kwa sababu siko tayari kukupoteza. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Batuli katika siku njema ya leo. Basi nami nizidi kukushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa nami, lakini zaidi ni washukuru sana Tanzania Commercial Bank, wahisani wetu ambao wanatupa nafasi katika sehemu ya kwanza ya ripoti ya leo. Jamani, Tanzania Commercial Bank imetuletea akaunti ya Tabasamu ambayo inamfanya kila mwanamke atabasamu.
Hii akaunti ya Tabasamu inamwezesha kila mwanamke kujiwekea akiba na kuweza kufikia malengo yake kifedha. Inawezekana ni malengo binafsi au inawezekana malengo ya pamoja kama kikundi. Utakapofungua akaunti ya Tabasamu, kumbuka tu haina makato ya mwezi. Kumbuka ina punguzo kubwa sana za bima mbalimbali. Ziko bima za maisha, ziko bima za elimu kwa mtoto wako, lakini una nafasi ya kupata mkopo hadi shilingi milioni 150. Kafungue akaunti ya Tabasamu katika tawi la Tanzania Commercial Bank lililo karibu na wewe. Yes. TikTok Capital E. Ripoti ya leo sehemu ya kwanza imeletwa kwenu na Tanzania Commercial Bank. Taji kanipa cheo, malengo najenga leo, nina hamu ya kupanda kazi za maisha, ukizani sitawaza, ninatoka gizani na nyuma sirudi, nataka ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank ni ya kila mwanamke wa nguvu. Fungua akaunti yako leo, maisha yako yabadilike. Tabasamu. Tanzania Commercial Bank, growing stronger together. Najua huu ni mwezi wa mfungo na unapokwisha tunasherehekea sikukuu ya Idi. Usiwe na stress, relax. Ikifika tarehe 28 mwezi wa 3 hadi tarehe 30 mwezi wa 3, njoo mnadani tufanye manunuzi ya mahitaji yote ya sikukuu kwa bei ya kitonga. Kuanzia huduma za kibenki, afya, vifaa vya umeme, smart touch kutoka Vodacom, nguo na vipodozi, tambi tamu kutoka Indomie. Na kwa wale wa DSTV, ukipanda tunakupandisha. Yani kufupi kila bidhaa ipo mnadani na kwa bei ya kitonga. Na kwako mfanyabiashara, hii ni fursa. Na usikubali kupite. Njoo upate jukwaa la kutangaza biashara yako ili upate kuuza huo mzigo ulioko dukani na uweze kuingiza mpya. Unachotakiwa kufanya ni kutupigia kupitia 0621-620-992. Tutakupa maelekezo. Na kwetu sisi tunaopenda shopping, tukutane mnadani tarehe 28 mpaka 30 mwezi wa 3. Mwenge Mnadani. EFM 103.7 Arusha. Ripoti ya leo. Yes, tuko tunasogea mbele zaidi msikilizaji na kuyasikia mengi ambayo ndugu yetu anaitwa Batuli akaendelea kushare pamoja nasi. Batuli anasema, mimi kama mwanamke nazungumza haya nikiwa na maumivu makubwa sana. Ninazungumza nikiwa na uchungu mkubwa sana. Mwanaume huyu ananieleza ni kweli, lakini yuko na ndoa yenye migogoro kwa muda mrefu, na ndio maana sijawahi kumuona akijihusisha na hayo mahusiano, na kiu yake wapeane talaka na huyo mwanamke ili awe na uhuru anioe mimi, mwanamke anayenipenda na mwanamke ambaye ninamtii. Akizungumza kwamba wamekuwa na migogoro ambayo yamemfanya yeye kama mwanaume amekuwa hana furaha na yale mahusiano yake ya mwanzo. Batuli anasema huyu mwanaume alinieleza mambo mengi tena kwa uchungu sana sana, akiniambia ndugu zangu wanajua hii situation, na ndio maana hujawahi kumsikia hata mmoja akizungumza kuhusu habari za huyu mwanamke. Ni kwa sababu wanatamani kuona nikiwa na furaha, na ndio maana huyu mwanamke hawezi kukuface wewe. Hawezi, kwa sababu hana ujasiri wa kukueleza chochote, kwa sababu anajua kati ya mimi na yeye maisha ambayo tulikuwa tukiishi. Hii nilikataa kuipokea moyoni mwangu. Nilikataa. Batuli anasema, nakumbuka ndugu zangu niliwaeleza hayo. Waliniambia inawezekana anachokisema mwenzako ni cha kweli. Ndoa zina changamoto sana. Ndoa zina mambo mengi sana.
Hapa wewe unachotakiwa kushikilia ni kuhakikisha kwamba anamwacha basi huyo mwanamke. Yaani waachane na huyo mwanamke aje kwako. Umeshazalishwa. Mwanaume kashafanya process zote. Kwa tayari hata muende mkafunge hiyo ndoa bomani. Lakini utambulike na wewe kama mke. Kwa sababu mwanaume ndiye ambaye anataka kukuoa. Inawezekana anachokisema ni kweli, kwamba huyo mwanamke amekuwa akimsumbua mume wake. Ndoa zina mambo mengi. Rafiki yangu yeye ananiambia, Batuli, sijui umsikilize huyu mwanaume, sijui usikilize moyo wako unasema nini kwa sasa hivi. Angalia yule mwanamke, maneno aliyozungumza, inawezekana kweli wana migogoro. Lakini je, kama siku zote wana migogoro na hajampa huyu mwanamke talaka, kinachomfanya ashindwe kumpa talaka ni nini? Je, ni huyo mwanamke ndo hataki talaka, au ni yeye hajaamua kumpa talaka huyo mwanamke? Batuli anasema basi maswali yalikuwa mengi yasiokuwa na majibu. Alinitafuta shangazi, maana kashajua nimejua. Alinitafuta kwa simu, akaniambia, mwanangu, nimesema nikutafute hata tuongee, maana nahisi hapo ulipo unaweza ukawa unasema huyu shangazi, huyu shangazi, huyu shangazi. Nisamehe sana mwanangu, kwa hali uliokuwa nayo nisingeweza kutamka neno lolote mimi kama mama. Nikuone mwanangu uko na ujauzito na uko katika hatua za mwisho kabisa, nikwambie neno ambalo najua linaweza likachanganya akili yako, mimi nakuwa ni mama mbaya ambaye nataka kumhatarisha binti yangu. Nilikuwa naamini wakati sahihi utafika na utajua ukweli, kwa sababu mimi huko mlikoanza na mwenzio sikuwepo. Wewe umeletwa kwangu, nimetambulishwa na nilimuuliza mwenzio, vipi kuhusu yule? Na alinifafanulia, na kwa sababu mimi najua kuna situation zinazoendelea, nilimuunga mkono. Kama furaha yako iko hapa, basi tupiganie hapa. Lakini nilimwambia, wakati unapigania hapa, basi hakikisha unakamilisha na huko. Najua unaweza sasa hivi ukawa na simanzi, unalia, unashangaa mtu mzima kama mimi nimekuwaje mnafiki. Mimi sio mnafiki mwanangu, ila kwa sababu wakati sahihi umefika mwanangu, ni vyema ya mambo ukayajua, na mimi kama shangazi nikatoa ushauri wangu. Lakini nataka kukuambia mwanaume sio mbaya, amepita sana kwenye ndoa yake jamani, amepita sana. Mimi namjua huyu mwanamke, nilivyokuwa nakwambia mimi sijui ni kwa sababu ya hali uliyokuwa nayo, lakini namjua vizuri mwanangu. Ikiwezekana tukae tuzungumze. Najua uko kwenye kipindi kigumu sana, unajutia kila maamuzi uliyoyafanya, lakini nataka kukuambia usijutie. Usijutie kwa sababu kila kitu Mungu ndiye ambaye anapanga. Shangazi akasema tuonane, na mimi nikamwambia shangazi sawa. Batuli anasema kweli mimi nikaonana na shangazi ambaye mwanzo alinikatalia na akisema mtoto wake ni kichaa, ana uenda wazimu. Ninamuona anavaa vizuri, anaendesha gari, nikaamini kwa sababu anafanya hivyo, anavaa nguo, amependeza, anaendesha gari, nikaisi mzima. Kichwani yule sio mzima, anaropokaga mwenzako vitu hata haelewi yeye anavitolea wapi. Lakini sasa ana kwa ana tunakutana na shangazi. Shangazi ananiambia, mimi najua safari ya hawa watu toka mwanzo, nikuelezee kidogo. Najua mwenzako anakuelezea mengi, lakini najua sasa hivi hayana nafasi tena kwenye moyo wako kwa sababu umekinai kusikia uongo. Batuli anasema shangazi akaniambia, huyu mwanamke ni kweli wamefunga ndoa, lakini ni kama ndoa ilikuwa ya kushinikiza. Yani sio kwamba akimtaja huyu mwanaume alikuwa anataka sana hiyo ndoa, ila ni mwanamke ambaye alikuwa anatumia kama kufosi. Nikimwambia unamaanisha nini shangazi? Anasema unamuona huyu mwenzio ameanza kupambana siku nyingi,
Kwa hiyo wakati wako na huyu mwanamke, yeye huyu mwanamke kwao kwenye familia yao, halafu tuna yeye mwenyewe pia alikuwa hayuko vibaya sana. Kwa hiyo mwanzo huku kuna vitu vingi ambavyo huyu mwanamke alikuwa akimsupport. Na ndio maana ukisikiliza sentensi zake anazozisema, ambazo hata mimi amekuwa akinitamkia kwamba huyu ni mwanaume wametoka naye from the scratch, yani wakiwa katika level za chini, na hicho ni kitu ambacho hatuwezi kukata, ni kweli. Wamepata maendeleo, hatua za kimaisha wakiwa wako pamoja. Lakini huyu mwanamke ni mbabe kuliko kawaida. Hata huyu mwenzio amemvumilia sana huyu mama. Huyu mama ni mbabe. Sio mwanamke wa kusema kukaa kumsikiliza mme wake, kumtii mme wake. Hizo mambo yeye hana. Sasa utamfanyia hivyo mwanaume kipindi hicho akiwa hayuko vizuri kiuchumi, atavumilia. Sasa inafika kipindi ameshakuwa na miradi yake, anaweza kujisimamia yeye mwenyewe. Akirudi nyumbani anaona wewe huna mpango naye, kauli zako ni chafu kila siku unamkumbusha wema uliomtendea. Usingefika hapa bila mimi ndo nilikuwezesha hapo. Unaona, mwanaume mwisho wa siku ule upendo unaondoka. Anaangalia, mbona naweza nikakutana na mwanamke ambaye tunaweza tukapendana. Hao wenzako walikuwa wanagombana, wanashikana, yule mwanamke ni mbabe, wanapigana. Kesi nyingi zimeshakuja, tumesuluhisha, mpaka mimi ndidirike kusema umemwoa mwanamke huyu ambaye yani hana nidhamu, kwa sababu pia mna umri sawa. Haya maneno ananiambia shangazi, kwamba watu walioana wako yani wako age hazijatofautiana sana. Huyu mama mbabe kweli. Mimi nilivyomuona yule dada, yani nilivyomuona, kusema kwamba nimemuona mtu mbabe, sijamuona mtu mbabe kabisa. Yani sijamuona mtu mbabe. Anavyoongea, yani namuona tu ni mpole, ana hekima, mpaka akaniambia kama ulikuwa hujui, basi sasa umejua. Umeshajua utaendelea kudili na mme wa mtu, na umeshajua ukweli. Wanaume wana tabia kuficha mambo yao. Hai, umeshajua utaendelea kudeti na mme wa mtu, na umesema wewe kwenye maisha yako hujai kudeti na mme wa mtu. Sielewi huyo mwanamke mkorofi kiwango hicho ni yupi. Shangazi alizungumza mambo hivi, mimi nakwambia alimponda yule mwanamke, akiniambia, shangazi yangu, kipenzi changu, ndoa inajengwa na mwanamke. Mdomo. Hakuna mwanaume anapenda mwanamke mwenye mdomo. Hakuna mwanaume anapenda mwanamke mwenye masimango. Ndiyo, jana alikuwa hana, ulimwezesha, unaibaki kila siku kumwambia sentensi hiyo. Bila mimi ungekuwa hapa wewe. Leo wewe kurudi saa hizi. Kati zamani ilikuwa saa 12 uko hapa nyumbani. Sasa hivi kuna wanawake ndio unaona wa maana uko nje. Maneno machafu. Unamwambia mwenzio, anachoka, huyu ni binadamu, afika kipindi alichoka. Sasa ndio akakutana na wewe mwanangu. Nikwambie Batuli, wanaume wako hivyo mwanangu. Hata mimi nikisema nikuelezee story yangu huko nikiwa binti mpaka nimekuwa mama, atakuelezea mambo mengi. Lakini raha ya maisha ndoa, mwanaume akupende yeye mwenyewe. Wewe huyu mwanaume anakupenda na ana make sure uko salama. Hataki usikie chochote kibaya, hataki uwe kwenye mazingira yote mabaya. Wewe unatakiwa sasa hivi ushike kile mume wako anachokuambia. Mwanze safari yenu. Huyu mwanamke huyu mtu mzima asiyejielewa, achana naye. Sawa mwanangu, achana naye. Wewe hujawa sosi ya migogoro kwenye ndoa yao. Ndoa yao ilishakuwa na migogoro kipindi kirefu. Wewe unakutana naye, hiyo migogoro ilishakuwa imekomaa mizizi. Wewe msikilize mwenzio anachokisema. Ukiona unasema ndoa ya kanisani, mimi ndoa juu ya ndoa, mambo yametokea, mwanangu, hata ya bomani tunafunga, tunacheza, tunasherekea. Na usiogope chochote. Shangazi aliniambia haya maneno, akiniambia kama nampenda huyu mwanaume, nipambanie haya mahusiano, niyapambanie.
88.9 EFM Tanga. 88.9 EFM Tanga. Yes, ndugu yetu mpendwa wetu anaitwa Batuli akitueleza haya mengi ambayo amepitia katika safari yake ya maisha. Batuli anasema ni mazungumzo kati ya mimi na shangazi. Kiukweli nilijihoji mambo mengi sana, huku huyu mwanaume akizidi kunililia na kuniambia na kupenda sana, wewe ni mwanamke wa maisha yangu na nakuahidi, huku akipiga simu kwa huyo mwanasheria akiweka loudspeaker ili nisikie kile anachokisema, kwamba ni huyu mwanamke ndiye amekuwa akikataa talaka. Yani talaka inapotolewa ni maridhiano baina ya watu wawili. Mwanamke wameridhia kwamba jamani, mimi naona mwenzenu na mahusiano, hapana. Mwanaume au yameridhia, na mwisho wa siku basi talaka inatoka. Lakini huyu mwanaume anataka kutoa talaka, huyu mwanamke hataki kupokea hiyo talaka. Kwa hiyo ndo mambo yamekuwa yako hapo. Batuli anasema haya yote ninayokueleza ndo yanayoendelea kwa sasa hivi. Mimi ndugu zangu ananiambia kwenye ndoa hizi tunaziona iko migogoro, na mwanaume kuamua kuacha mwanamke huyu kwenda kuoa mwanamke mwingine sio jambo jipya kwamba yeye atakuwa ndoa kwanza kulifanya. Haya mambo yanafanyika. Kuna mahusiano watu wanaingia ambayo sio sahihi, na mtu ana nafasi ya kuacha kama anaona yuko kwenye mahusiano ambayo hayuko comfortable nayo, hana furaha nayo. Waye endelee kuigiza kwamba yuko okay na wakati hayuko sawa. Kwa anaweza akatoka na akapata mahusiano mengine ambayo ni sahihi yakamfanya afurahie. Batuli anasema kwa hiyo nashauriwa kwamba niendelee na mahusiano na huyu mzazi mwenzangu, alishafanya taratibu zote, nimsikilize anachokisema na nimsamehe. Akanieleza kuhusu watoto wake, kwa nini ulikuwa unanificha. Anasema yani ni story ndefu. Unajua mwanamke alikuwa sasa anawatumia watoto kama fimbo kwangu. Yani anawatumia kama fimbo kwangu. Kwa hiyo kuna mazingira alikuwa ananiwekea ambayo alikuwa ni magumu sana. Ilifika kipindi watoto wangu mimi mwenyewe nilisema ngoja niwaache tu kwanza watoto. Wakati utafika wao wenyewe watasimama, watasema baba tunataka kumuona baba, kwa sababu kila nilichokuwa nikifanya alikuwa ananiwekea vizuizi, kwa sababu anataka nirudi kwenye himaya yake, aendelee kufanya yale aliyokuwa anayafanya. Yani mimi namuuliza, yani kikubwa ni nini? Yani kikubwa ni nini ambacho kilikufanya wewe uingie kwenye migogoro na huyu mama mpaka mfike hatua muachane? Hiyo migogoro ni migogoro gani? Akasema unamuona vile huyu mwanamke alivyo, ukimuona, si hata mimi nikikwambia kwamba huyu mwanamke ni mtata uwezi amini. Anaonekana mpole, lakini nikwambie ni mwanamke ambaye hauwezi kuishi naye hata miezi mitatu. Mimi niliishi naye kwa sababu nilikuwa na upendo naye, ukanifanya mimi nistahimili yale, lakini ilifika kipindi nikashindwa. Na ndugu zake ndo ambao wanamsupport, na kwa sababu hayo ni maisha ambayo yako kwenye familia huko kwao. Yani kila mwanaume kwao, kila mwanamke huko kwao yeye ni mtawala wa familia. Kwa hiyo hata yeye ni mtawala wa familia. Upazi sauti, useme chochote, ndio maamuzi kwenye kila kitu. Sasa mimi hivyo vitu sikuwa na viunga mkono. Ninahitaji kuwa na mwanamke ambaye tunaweza tukazungumza tukaelewana, sio yeye akitaka hicho, yeye akisema amesema na ndio ambavyo imekuwa. Ndoa gani inajengwa kwenye misingi kama hiyo? Hapana. Ilifika kipindi mimi sifurahii hata kurudi nyumbani kwangu. Sifurahii. Huyu mwanamke ameenda huko mkoani kwenda kufanya kazi. Kwa sababu yeye ni mtu ambaye anataka, akitaka chake anataka. Huwezi kumzuia. Anafanya anachokitaka. Ilifika kipindi mimi hata kutaka kumuona, nilikuwa sitaki hata kumuona. Yani sitaki hata kumuona, kwa sababu ule upendo wote uliisha.
mambo mengi sana amenifanyia huyu mwanamke, mengi, na ndio maana hawezi kuja mbele yangu mimi akaniataki kwa mazingira yote, kwa sababu anajua yeye ndo source ya haya mengi yametokea kwenye ndoa yetu. TikTok Capital E. Najua huu ni mwezi wa mfungo na unapokwisha tunasherehekea sikukuu ya Idi. Usiwe na stress, relax. Ikifika tarehe 28 mwezi wa 3 hadi tarehe 30 mwezi wa 3, njoo mnadani tufanye manunuzi ya mahitaji yote ya sikukuu kwa bei ya kitonga, kuanzia huduma za kibenki, afya, vifaa vya umeme, smart touch kutoka Vodacom, nguo na vipodozi, tambi tamu kutoka Indomie, na kwa wale wa DSTV ukipanda tunakupandisha, yani kufupi kila bidhaa ipo mnadani na kwa bei ya kitonga. Na kwako mfanyabiashara, hii ni fursa, na usikubali kupite. Njoo upate jukwaa la kutangaza biashara yako ili upate kuuza huo mzigo ulioko dukani na uweze kuingiza mpya. Unachotakiwa kufanya ni kutupigia kupitia 0621620992. Tutakupa maelekezo. Na kwetu sisi tunaopenda shopping, tukutane mnadani tarehe 28 mpaka 30 mwezi wa 3. Mwenge Mnadani. EFM 103.3 Mbeya, 88.9 EFM Tanga. Ripoti ya leo. Haya, anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Batuli katika siku njema ya leo. Batuli anasema na yakumbuka haya. Nakumbuka nilimtafuta mtoto wa shangazi. Mimi nilimtafuta mimi binafsi, kwa sababu namba yake nilikuwa nayo. Batuli anasema nikamwambia asante, umeniambia kitu ambacho nimekifanyia kazi na nimejua ukweli. Akasema na hivyo ndivyo Batuli inavyopaswa kuwa, ulistahili kujua ukweli. Nikamwambia nimekuwa njia panda sana, lakini ukweli ni kwamba mimi bado nampenda huyu mwanaume. Na ananiambia sentesi, hata kama mimi nitamkataa, lakini haitakuwa sababu ya kurudi kwa yule mwanamke, kwa sababu kwa yule mwanamke hawezi kurudi. Amenieleza kuhusu migogoro ambayo wanayo na yule mwanamke. Huyu mtoto wa shangazi akaniambia, mambo ya ndoa za watu ni kweli tunaweza tusiyajue mambo mengi sana kiundani. Na mimi siko hapa kwa ajili ya kukushauri, kwa sababu mimi nilikuwa nataka ujue wewe ukweli. Wewe ndio mshauri wa kila kitu kuhusu maisha yako. Unataka nini? Ni wewe. Kama unataka kuendeleza hiyo mahusiano, ni wewe umejipanga kupambana na hiyo vita, ni wewe. Lakini pia kitu kingine, mimi ni kushauri kitu. Hao ni wanandoa. Yani yote 9-10 au ni wanandoa. Ndiyo, kuna migogoro, kuna nini, lakini still yao ni nini? Ni wanandoa. Halafu kuna uwezekano mkubwa sana siku moja wakarekebisha tofauti zao. Nitakuonea huruma wewe wakati wanarekebisha tofauti zao, wewe utakuwa uko wapi? Nikamwambia kwa nini unaniambia hivyo? Akaniambia nakwambia hivyo kwa sababu hizo ni cases ambazo zinatokea kwa wasichana wengi sana. Wanawapata wanaume ambao wale wanaume wanawaambia mimi niko na wewe,
yule mwanamke nilishamwacha, lakini inaweza ikapita hata miaka 10. Baadaye unakuja kugundua mtu amerudi kwa mke wake. Halafu unaachwa ukiwa kwenye mazingira gani? Unaachwa miaka yako ikiwa imeshasogea. Nyakati hizi hakuna mtu anaweza akaja kwako akasema kwamba anataka kukuoa. Maana ile age ya tokea ilivyotokea, lakini kuendelea kungangania mme wa mtu ndio hilo kosa linapoanzia. Mimi na imani unaweza kuja ukapata mwanaume ambaye anaweza akawa kwako kuliko kuingia kwenye vita ambayo mwisho wa siku inaweza kukugharimu sana. Batuli anasema haya maneno aliniambia huyu mtoto wa shangazi. Nilimwambia nilikutana na shangazi na ni mama yako. Akasema awacha akwambie yule mwanamke ni mbaya sana, yule mwanamke ni mbaya. Ndivyo ambavyo waga wanasema. Lakini vaa viatu vya yule mwanamke, vaa viatu vyake. Mimi namjua, amekuwa akilia sana yule mama, amekuwa akilia sana, amekuwa akilia kuhusu habari ya ndoa yake sana. Najua anavyohangaika kwa habari ya ndoa yake kwa sababu anampenda mme wake, anampenda sana. Lakini mwanaume anachokifanya kwanza ni kumpiga, akisikia tu habari zozote kazungumza anamfuata, anamkunguta. Hakuna mwanadamu mkamilifu, lakini nataka kukwambia mengi wanayazungumza ndugu zangu kuhusu mwanamke ni ya uongo. Huyo mwanamke alikuwa na shughuli zake anafanya vizuri, anamjali mme wake, amemsaidia kwa sehemu kubwa sana, lakini mwisho wa siku watu wanabadilishaga maneno. Ila mimi nachojua hana hizo shida. Batuli anasema kwa hiyo najiuliza, kwa hiyo mimi nibaki single mother. Yani nimwache huyo mwanaume aende warudi kwa mke wake. Mimi nibaki hapa jamani. Yani hiki ndicho kitu ambacho mimi kimenivuruga, katika vitu vimenivuruga nakwambia. Yani kimenivuruga sana na sikuwa sawa. Batuli anasema haya yote yanaendelea. Yote haya mambo yanaendelea. Na rafiki yangu, napenda sana kumzungumza rafiki yangu, nao marafiki wengi, lakini huyu ni rafiki yangu wa karibu sana. Aliniambia nikwambie kitu. Nikamwambia ndio. Hivi unakumbuka siku moja nilikwambia nilionana na yule mbaba wako? Nikamwambia ndio. Uliniambia? Nilikueleza endo, alinieleza kwa habari ya yule mwanamke. Nikamwambia ndio. Inaonekana naijua di familia yule mwanamke, unajua? Nikamwambia unazungumza hivyo, unataka kusema nini? Kwa nini tusimuulize? Nikamwambia ili waje. Yani tumuulize ili waje, ili ajue kwamba mimi niko kwenye matatizo. Alafu ili waje, na akishajua niko kwenye matatizo ajue, yani aone kwamba mimi ndo nilikosea sana, nimekutana na tapeli. Achana na hizo habari. Mimi nilimwambia rafiki yangu. Akaniambia tunaomba ushauri. Nikamwambia kwamba ushauri, sisi tuna watu wangapi kwamba ushauri mpaka tumuombe ule ushauri yule mtu? Wakazi gani? Wakazi gani? Wewe siku zote alikutamkia maneno mabaya kwamba sio namjua mwanamke nini. Achana naye. Achana naye kabisa. Na nikamwambia, kwani mnawasiliana? Nikamuuliza hivyo rafiki yangu. Akaniambia unajua, aliniomba namba. Nikamwambia namba ile ya zamani aliyokuwa anatumia au mpya? Akasema nafikiri hii ni mpya. Nikamwambia ile ya zamani haitumii sasa hivi? Akaniambia sasa Batuli, mimi nitajuaje kuhusu hilo? Nikamwambia nauliza, pengine unajua zaidi au waga mnawasiliana.
Nikamuuliza rafiki yangu, akaniambia Batuli, vitu gani unaniuliza? Nikamwambia kwani kuwasiliana na mtu ni vibaya? Maana inaonekana nazungumza mpaka unawaza kwamba nimuombe ushauri. Yani mimi nikaombe ushauri kwa ex wangu. Ushauri gani anaweza akanipa yule mbaba yani kwa mfano? Akasema no, nimekwambia tu kiro safi, so vibaya, usipanic. Nikamwambia no, huwezi ukaniambia vitu kama hivyo. Ndio maana nakuuliza mnawasiliana? Ripoti ya leo. 93.7 EFM Dar es Salaam. Muziki unaongea.